wetu pamoja na idadi yao ndogo, lakini wameendelea kufanya kazi nzuri sana katika hatua zote ambazo za kimahakama tulizopitia. Na mtakumbuka kwamba ni mawakili hawa tulivyoenguliwa kinyume cha sheria kabisa na INEC, ambao tulienda kufukuzwa tu tukaambiwa hakuna kuja, asije kuleta fomu. Wakasahau na kwamba INEC zile ofisi zile ni ofisi za umma. Kwa sababu mtu unaweza kumkataza kwenda kwako, lakini huwezi kumkataza kwenda ofisi ya umma. Lakini mimi niliambiwa nisiende ofisi ya umma, mimi na chama changu, na wala ile fomu nisirejeshe pamoja na kuichukua na kudhaminiwa. Lakini tulienda mahakamani, mahakama ikaenda kufuta huo uamuzi na ikaturejesha kwenye ulingo wa kugombea, ambako pia tukaenda kuenguliwa nako kinyume cha sheria kama ambavyo amejaribu kuwaeleza mawakili hapa. Tukaenda kuenguliwa kinyume cha sheria, tumeenda mahakamani, tumekata rufaa, tumeenda mahakamani, kesi imeendelea, maamuzi ndio hayo yaliyotolewa, ambapo wamejaribu kwa brief hapa mawakili wangu kwamba katika hali ya kawaida huwezi kukubaliana na maamuzi hayo. Kwa mfano, unakubaliana vipi na maamuzi hayo ambako mahakama inataka kujitoa katika msingi wake kwamba mahakama ndio chombo pekee katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutenda haki. Kwa hiyo hakuna mahala popote ambako mahakama inaweza kujitoa kwa ajili ya kusimamia shauri lolote linaloletwa mbele yake. Lakini jambo la pili ambalo pia litusikitisha sana ni swala lile la mahakama ilipojaribu kutueleza kwamba mahakama kuu ilipojaribu kueleza kwamba kwa sababu sisi tulitakiwa tupite njia ya mapitio ya maamuzi kwa maana ya judicial review badala ya kutumia njia hii tuliyotumia ya kikatiba katika kudai hii haki yetu. Lakini ukweli ni kwamba mahakama sisi haijatupa mwongozo huo wala haijauliza kwa nini tuliamua kuchagua hiyo njia katika shauri letu, na walikuwa na nafasi ya kutosha. Waliomba submission ya maandishi tukapeleka, na wakatualika tuende tukatoe kama kuna clarification ya jambo lolote. Tulipofika mbele ya majaji hao watatu, walituambia kwamba hawana jambo lolote wanalohitaji kupata clarification kutoka kwetu, na wao wako tayari kwa ajili ya kuandaa hukumu. Sasa swala la hukumu tukaambiwa tuje tarehe 10. Tulipofika tarehe 10 tukaambiwa tena tuje tarehe 15, na baadaye yakatokea haya ambayo yaliyotokea. Sasa nini ambacho ninachotaka kukisema baada ya kuwa hizi taratibu zote zimekamilika, lakini pia na mawakili wangu hapa wameeleza kwa kina juu ya mazingira ambayo yaliyokuwepo katika shauri hili ambalo linaloendelea, nataka kusema yafuatayo. Nataka niseme mambo yafuatayo. Nataka niseme mambo yafuatayo kwamba kwa nini sasa tumeamua kukata rufaa hii katika mazingira haya. Na wengine mnazungumzia kwamba siku zimebaki chache au zimekuaje. Sisi tumepeleka kesi hii mahakama. Mahakama itaenda kuona Mpina na chama chake alienguliwa kwenda kugombea kwa sababu gani. Na je, Mpina la kwanza ana haki yake ya kwenda mahakamani? Ana haki yake ya kupata haki hiyo anayoidai mahakamani? Na kama mahakama ikiamua kwamba inanirejesha kwenye ulingo, lazima ijue kwamba wenzangu wamefanya kampeni kwa siku 60. Sasa leo zimebaki siku 7. Na mpaka mahakama itakapoamua hatujui zitakuwa zimebaki siku ngapi. Kwa hiyo katika utaratibu wa kawaida na ambako wote mnatakiwa muelewe, kwanza sisi tumeenda mahakama mapema sana. Sio kwamba tunaenda mahakama leo. Kwa hiyo tume ya uchaguzi ilitakiwa kujua kwamba miongoni mwa wagombea wake iliyowateua katika nafasi ya urais waliteuliwa wagombea 18, nikiwemo mimi, wagombea 18. Wagombea wake 18, kati ya mgombea wake huyo mmoja wa 18 yuko katika vyombo vya sheria akipigania haki yake. Kwa hiyo nini kinachotakiwa kufanyika? Kwa hiyo kuanzia hapo INEC ilitakiwa ijue kwamba kuna mgombea ambaye yupo anaendelea kudai haki yake mahakamani. Lakini katika jambo ambalo sio la kawaida ambalo sisi na mimi nasikitika kwamba pamoja na mashauri niliyoyafungua mahakamani ya kupinga kuenguliwa kinyume cha sheria na INEC imeendelea na utaratibu kama kawaida.
La kwanza, imeendelea kutangaza kwamba ratiba ya uchaguzi itaendelea na uchaguzi ni tarehe 29 Oktoba 2025, bila kujali kwamba mahakama zitahukumu nini katika mashauri haya niliyoyafikisha mahakamani pamoja mimi na chama changu. Lakini tume hiyo imeendelea hata kuprint ballot paper, na ndio maana sasa hivi wanaonyesha mfano wa mpiga kura wa nafasi ya urais. Katika hali ya kawaida haikutegemewa INEC leo iprint ballot paper huku ikijua kwamba kuna kesi mahakamani. Katika kuheshimu katiba yetu, lakini katika kuziheshimu mahakama zetu, isingetegemewa INEC wafanye hicho ambacho wanachoendelea kukifanya. Walitegemewa sasa hivi wawe wameshasubiri maamuzi ya mahakama mpaka pale yatakapokuwa yametolewa. Na kwa uzoefu tu jambo hili lisichukuliwe kama jambo la Mpina kugombea uraisi wala chama cha ACT Wazalendo. Tuna wapiga kura milioni 37 ambao wapiga kura wa milioni 37 wote wanasubiri machaguo yao. Vyama vimepewa mamlaka kwa mujibu wa katiba kwa ajili tu ya kuwa mawakala wa kuibua wagombea. Chama cha ACT Wazalendo kilichomuibua Ruhaga Johnson Mpina ni anasubiriwa na wapiga kura milioni 37 ili wamchague na wampigie kura. Anasubiriwa na wananchi wengine waliokosa nafasi ya kujiandikisha kupiga kura zaidi ya wananchi milioni 61 ili awe rais wao. Kwa hiyo wewe INEC hauwezi ukaenda namna hivyo unavyoenda. INEC haiwezi kuendelea namna hivyo inavyoenenda. Tunaangalia hata nchi wenzetu majirani na sehemu zingine wanaoheshimu ukuu wa katiba, wanaoheshimu sheria za nchi. Kenya hapa, rais alipingwa mahakamani, ameshachaguliwa na matokeo yameshatangazwa. Akapingwa, matokeo yake yakapingwa mahakamani. Alipopingwa mahakamani, kuapishwa kwake kulisimama. Hawakuendelea na uchaguzi, hawakuendelea na kumwapisha mpaka pale mahakama ilipokwisha kujiridhisha kwamba alichaguliwa kihalali, ndiyo mambo yaliendelea. Lakini hapa kwetu kama nilivyosema, unaona wao wanaendelea tu. Pina yuko mahakamani, kesi inaendelea, kesi imehukumiwa, wao wanaendelea. Pina amekata rufaa, wao wanaendelea. Nadhani kwamba hili jambo sio sahihi sana. Na mimi nasema nimekata rufaa hii mimi na chama changu kwa ajili ya kwenda mahakama ya rufaa. Ikiwa ni kukataa kabisa katakata kwamba nchi yetu demokrasia haiwezi kuendelea kubagazwa kwa kiasi hicho. Lakini nimekata rufaa hii ili kwenda kuambia INEC hawana mamlaka ya kuwachagulia wananchi nani anayetakiwa kwenda kugombea.